Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa televisheni yetu, nichukue nafasi hii kukukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu katika siku ya leo. Neno letu la Mungu tutalisoma kutoka katika Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 7 mpaka ya 10. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Ni nani kwenu mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi, keti ule chakula? Je, hata mwambia, nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya yale aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi, mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya." Neno la Bwana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo ndugu zangu, tunaalikwa tuendelee kujifunza kutafuta ufalme wa mbinguni kwa njia ya unyenyekevu, kwa namna ya unyenyekevu. Ndugu zangu, tumepewa mfano wa huyo mtumishi ambaye ametoka shambani, anarudi nyumbani. Yule bwana wake hawezi kumkaribisha chakula mara moja, licha ya kwamba ametoka kwenye kazi nzito ya shambani na vile vile amekuwa na kazi nzito na hari za mchana, lakini atakaporudi nyumbani, huyu mwenye nyumba pia atamtaka amwandalie chakula tena, amletee maji ya kunywa, amtayarishie meza na kadhalika. Na akisha yafanya yale, ingawaje ametimiza wajibu wake vizuri, huyu mwenye nyumba bado hatomshukuru, kumwambia kwamba umefanya vizuri, asante sana. Ndugu zangu, Yesu akamalizia kwa kuwaambia watumwa wake kwamba mnapomaliza kutimiza kazi zenu, semeni, sisi ni watumishi tusio na faida, tumetenda yale tu tuliyopaswa kutenda. Linatufundisha nini mimi na wewe, ndugu mtazamaji? Katika siku ya leo tunafundishwa hii karama ya unyenyekevu katika utumishi wetu kwa kanisa, katika utumishi wetu wa Mungu, katika utumishi wetu katika familia zetu, na katika majukumu mbalimbali tuliyopata. Wengine tuna majukumu ya kiserikali, wengine tuna majukumu katika taasisi, wengine ni wakulima, wengine wafanya biashara ambao tuna wajibu wa kwenda kuwahudumia wateja katika biashara zetu na sehemu mbalimbali. Tunaalikwa kwamba katika utendaji wetu tutende kwa bidii ya kutosha, tufanye kazi kwa kiwango kinachomfurahisha Mungu, ni wazi, na kuwaridhisha wanadamu. Lakini katika kutenda hizo kazi kwa kadiri ya maelekezo tuliyopewa ya kibinadamu, inawezekana wewe ni daktari hospitalini kwako, umeelekezwa muda wa kufika hospitalini ni muda fulani, lazima utii. Wewe ni nesi, wewe ni kondakta wa gari, wewe ni mfunguaji wa duka, wewe ni mlinzi. Kila mtu umepewa maelekezo ya kazi yako. Tunaalikwa tuifanye kazi kwa bidii ya kutosha, lakini tusingojee shukrani. Tusifanye kazi ndugu zangu tukasubiria kupongezwa, fulani kafanya hiki, fulani kajenga nyumba nzuri, fulani ni dereva mzuri. Tufanye kazi kama ni dereva umesafirisha wale abiria. Ukimaliza kazi yako, shukrani zote ziende kwa Mungu. Wewe maliza kumwambia Mungu tu kwamba sisi ni watumishi tusio na faida. Mara nyingi ndugu zangu, ndugu mtazamaji, tumekuwa watu wa kujibovusha kwa kuangalia tukitenda kazi tunasubiria tusifiwe. Wakati fulani pengine wanakwaya katika kwaya zetu wanapoimba vizuri kanisani, wakitoka nje wanaanza kuwafuata waamini wa kutegemea, wawaulize, leo mmetusikiaje, tumeimbaje? Lakini Yesu anatuambia sisi ni watumishi tusio na faida, tumetimiza tu yale tuliyotenda. Katika utendaji wetu, tuwe mapadre, tuwe walimu, tuwe maaskari ambao tunafanya kazi ya kulinda wananchi, kazi yoyote ile tuifanye kwa sifa na utukufu wa Mungu. Tusingojee kusifiwa. Tuyatende yote moyoni, tukimaliza tuseme sisi ni watumishi tusio na faida,
tumetimiza yale tuliyotenda. Tumwombe Mungu atujalie karama hiyo ya unyenyekevu, na kwa kufanya hivyo tuendelee kuyatakatifuza malimwengu kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kanisa la Kisinodi.